kwa hapa nimetarajia na nimengojea wakati kwa muda mrefu sana. Nitafuta hii nafasi mbaya sana. Napata nafasi kuongea ndugu zangu wazee. Karibu sana Mheshimiwa Daktari Fred Matiang'i. Wewe ulikuwa waziri mwenye ushupavu mkubwa zaidi katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Je, Wakenya watakuamini vipi ikiwa utachukua urais na ulitoka kwa serikali ambayo ilikuwa na madai ya masuala ya hali ya uchumi kuwa ngumu na madeni? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nilipata kuhudumu katika serikali iliyopita kama waziri katika nyadhifa mbalimbali, kwa sababu ni bila umesema hakika nilikuwa waziri mwenye ushawishi mkubwa kwa serikali, kwa sababu nilisimamia idara kubwa kwa serikali, idara ya elimu na idara ya usalama. Wakati mmoja, unajua, katika tukikaribia uchaguzi wa mwaka wa 2017 nilikuwa nasimamia hizo wizara zote, kwa sababu mwenzangu Mheshimiwa hayati Jenerali Kaiseri aliaga dunia kabla ya uchaguzi, na ikabidi Mheshimiwa Rais aniulize nisimamie hizo wizara mbili. Karibu miezi 7 nilikuwa nasimamia wizara hiyo mbili, ya elimu na usalama wakati huo. Kwa hivyo tukisema wakati huo najua kuuliza wakati huu ni kama mtu una apply kazi, unauliza upewe kazi, unatoa CV yako, na CV inaonyesha kazi ulifanya na vile ulifanya hiyo kazi na miradi ulitekeleza. Hiyo yote iko nje kule kwa raia, na raia wanajua ile kazi tulifanya wakati tulikuwa katika wizara ya elimu, kazi tumefanya katika wizara ya usalama. Kwa hivyo mimi naamini kwamba wananchi wakiangalia yale tunayoyapitia saa hii na shida ambazo tulizonazo nchi yetu ya Kenya, kusema tu ukweli, hata nisijipigie debe mimi mwenyewe, mimi ninaamini kwamba tulipata experience ya kutosha na uzoefu wa kutatua shida zilizoko katika sekta nyingi za nchi yetu ya Kenya. Mimi niko tayari na ninaamini wenzangu katika wakati huu tutakuwa pamoja, nitawadhihirishia wazi kwamba shida tulio nayo kama pande yetu ya Western Kenya ya sukari na vile wakulima wametosheka, mimi naona kama hiyo ni challenge kama ile challenge nilipata wakati nilienda katika wizara ya elimu. Na kama Wakenya kweli wanataka kuchallenge mtu ambaye anaweza kuleta mabadiliko katika sekta hiyo, na mabadiliko ya kudumu, wanipe hiyo nafasi. Sababu ile uchafu huko na ushenzi umefanyika katika hiyo maneno katika kilimo, kwanza kilimo ya sukari na mambo ambayo inaendelea huko, inahitaji mtu ambaye ako na resolute courage and focus, kama ile ni demonstrate wakati nilienda katika wizara ya elimu. That sector needs to be cleaned up the way we cleaned up the education sector, with courage, focus and seriousness. The jokes that you see going on there cannot be left to exist forever. Watu wanaumia na tunabidi kupiga siasa kila wakati, viongozi ndio wanajitajirisha pale, wananchi wakisumbuka. Mimi nataka kuwaomba wananchi wa Kenya, na nitawadhihirishia wazi hapa leo kwamba wananchi katika eneo la Western Kenya hii, uchaguzi ambao unakuja itakuwa kuchagua kati ya kuendelea kuwa watumwa, choice between continued slavery and choosing citizenship. Hatuwezi kuendelea vile tunaona ile maneno inaendelea pale Western Kenya. Lakini waziri Matiang'i, kuna viongozi katika mrengo wa Jubilee ambao wanahisi kwamba Daktari Fred Matiang'i hana ushawishi mkubwa. Itakuwaje safari hii ya 2027? Unajua siasa si mambo ya ndoto. Siasa is a practical thing. Tunaenda kwa kura hesabu, kura itahesabiwa pale na wananchi huko. Why do they worry? I mean, if they think that I don't have a network or support and so on, why do you worry about a useless person? Ukienda nyumbani pale, kama ni bure, why you bother about the person? Najua
father and so on. I keep challenging these people, tuende kwa wananchi. Wananchi ndio wa kusema kwa hii maneno. Wanajua kazi ambayo sisi tulifanya na wananchi wananielewa. Hakuna mahali si kwenda wakati nilikuwa wizara ya elimu. Hakuna mahali si kwenda wakati nilikuwa wizara ya security and so on. I'm one of the people who solved that nonsense on Mount Elgon ya watu kuibiwa. Nimeenda pale nikanyeshea siku nyingine. Wananchi wanaibiwa mpaka punda and so on. Nikakaa pale na kina Boynet huko ana insisted last month we solve this problem, we are not living. Wakati shida ilitokea pale Mumias, nilienda pale na nikaita gavana Oparanya na viongozi wale wote, na ile mambo nyingine ilikuwa inasukuma na wanasiasa. I instructed the security officers kutafuta wale wanasiasa wakamate. I don't care about them, bora tu wananchi waishi kwa amani. So hakuna mahali mimi wa Kenya wanijui, tuende kwa wananchi. Pengine Mheshimiwa Matiang'i, kando na hii ya Mount Elgon na Mumias, ukiwa waziri, yapi ambayo unakumbuka paka sasa hivi ambayo ulitekeleza na inafanya kazi kusaidia mwananchi? Unajua ndugu yangu nikwambie mambo ya ajabu. Katika sekta ya usalama, wakati tulikuwa katika Ministry of Interior, we had cleaned up pickpocketing hapa Nairobi. Watu wanaibiwa simu ovyo hapa mchana, akina mama wanaibiwa Kibeti. Yani even up markets towns ilikuwa imeisha completely. Livestock theft or stock theft in most parts. Tulikuwa tumemaliza jada kijiji changu. Watu wanapoteza mbuzi na ng'ombe na kila kawaida kiholela namna hiyo. Unajua hii maneno si eti maneno ya mtu kuzungumza yeye mwenyewe ama mimi nizungumze nijipigie debe nijipigie napiga kifua and so on. Ukutana na wananchi, mimi naonanga klipi zinazunguka hapa, hata watu wazee ambao hata wengine hawanijui kutoka Pandile ya Turkana wanasema leta ile mtu ilikuwa inaitwa Matiang'i, kwa sababu tulipigana na hii ukora and the country became completely peaceful. Sasa in these things of our country and the capacity of our country, we should not be experiencing some of these problems. And you can see clearly as a result of incompetence and pettiness, the management of the country. Sababu saa hii, nikuulize uniambie, you are an intelligent person, wewe ni mtu umesoma shule. Tunaanzaje kuambiwa saa hivi, tunaambiwa eti miwani iliuzwa, na wale directors ambao waliuza miwani, wanasema hawakumbuki waliuzia nani. Ujinga kama huo ni kitu tunahitaji kuzungumza Kenya hii 63 years after independence. Unajua hii shida yote imetokana kwa sababu ya uongozi na usimamizi mbaya wa nchi. Na wale ambao wanasimamia nchi wanaingilia biashara, wanaingilia wizi wao wenyewe, wanapora nchi. That is really the problem. You know, me, people can say I'm not a politician and so I'm not, so be it. Kama kuwa politician ni engage in lies, you know, may world or make believe, eternal PR. Kitu wote wewe unaweza kuona wewe mwenyewe na macho, unaona hivi eti mtu anakuambia eti wakurugenzi wa miwani waliuzia mtu ambao hawajui na alipa milioni 700. What are we dealing with? Hiyo ndio shida. Enda kwa sekta ya elimu. We worked and succeeded to clean up the sector, working with the sector leaders, walimu wenyewe, school principals, both wa secondary and primary. We regularized the question of levies in schools, cleaned up the sector in the movement of textbooks, saved a lot of resources which we pumped into the arrangement. Sasa unasikia story watu wanasimama pale wanakuambia mambo unashangaa sana ya ajabu, eti we transferred money to 50,000 people who are not known. Do you believe that, Lydia? I mean, somebody in Kenya in this day and age, it will transfer pesa kwa mtu ambaye hujui. Unajua tuambiane tu ukweli. Mimi ninatafuta kazi ya kufanyia Wakenya kazi. Sitafuti pesa mimi. Mimi nataka opportunity ya kufanya kazi kwa sababu mimi naelewa, kwa sababu nimekuwa kwa hiyo sekta. Ninaelewa uwezo wa wananchi wa Kenya na viongozi wa serikali kutumikia na yale ambayo yanaweza kufanyika katika nchi yetu. Kwa sababu sasa unajua tukiendelea namna hii tunaambia watoto nini? Eti tunaambia watoto tulitransfer pesa kwa watu ambao wewe mwenyewe hujui. Tuliuza kiwanda shirika ya serikali miwani tuliuzia mtu ambaye wewe hujui. Na Kenya alikulipa milioni 700. Yaani Wakenya tuendelee na ushenzi kama huu mpaka lini? Niulize wewe.
So Daktari Fred Matiang'i, ukizungumza masuala kama hayo, inahitaji mtu shupavu ambayo ataiweka mikakati ya kuzuia mambo kama hayo. Je, unajiita Mr. Fix It, na masuala kama hayo vile vile kuna makatels ambao wana fight back. Utashughulikia vipi swala hilo ukipata urais? Naweza kukuangalia in your face like this and tell you, my dear friend, there is no cartel that will compromise me. There is nobody who will compromise me. There is nobody in this world who will compromise me. Mimi niko tayari kufanya kazi na kufanyia Wakenya kazi vile inatakikana. 2015 wakati nienda katika Wizara ya Elimu, nilikuwa naambiwa na kila mtu, unajua wizi wa mtihani ni kitu, ni watu wanalipanga mapesa and so on. The first region where I opened exams was in Emuhaya, in Vihiga, at Vihiga in the morning. Huku natembea shule 20 na huku kutembea na watu following week niko mpaka Pandile ya Trans Nzoia ya Kitale kwenda kuangalia mashule. There is nothing you cannot do in this country if you are focused and serious. Why? Tuko na public servants who are committed and patriotic, very well trained to serve their country. Number moja. Number mbili, Kenyans are very patriotic, they love their country. They will follow the law, they will do what needs to be done. What we are lacking in this country is leadership. Sensible and serious leadership. That is it. Kwa hivyo ukiniambia how sure am I I will fix it? I will fix it because I will not be intimidated by cartels. Na hakuna cartel, there is no one who will compromise me. I can tell you that and take it to the bank. Hakuna. Waziri, katika maneno yako wewe mwenyewe hivi majuzi umesema kwamba ukipata nafasi hii utaitumia kwanza kurejesha uaminifu katikati ya wafanyikazi wa serikali. Je, utatumia mbinu gani? Kwa sababu tangu toke serikalini mengi yamebadilika. Merit. Unajua Wakenya wote, watu wote ambao wanafanya kazi Kenya hii wanahitaji na nikwambie ukweli, we are very blessed. Sisi tumebarikiwa sana nchi yetu ya Kenya. We have a very strong public service. Watu ambao wanapenda nchi yao wanafanya kazi kwa bidii katika kila sekta. Mimi nimefanya kazi katika public service. Ukienda kwa elimu, walimu wetu they are very committed. In fact, when you look at per capita output per teacher across the continent, ours is one of the highest in terms of output, because our teachers are very committed in what they do, even if in some cases the circumstances in which they work are not that good, and sometimes their welfare is interfered with, like now this corruption and nonsense around the teachers' health insurance. They still put in more hours, they do more work and so on. What people need is to be led effectively, and if you are fair and objective, people will trust you and they will do their work. There is no ministry I went to with people. Everybody asking this question, how did you implement reform? How did you succeed where other people did not succeed? And I keep saying, there is no work I went with one ministry. In most cases, when I arrived there, I was the only new person. Everybody else was there. And then I discovered, once you put people together, ukiweka watu pamoja Lydia, kama ningekuja kwa station yenu, I want to know more than you know because you are the one who's there. We will sit together, all of us, you are smart people. Tujiulize, what do we need to do? What is our core objective here? Our core objective is to provide service to the people. Then how do we do it? What challenges do we have? How do we solve it? And then I ask you, what do you want me to do for you as your leader? You tell me this is it. And I give you my word. And then you can trust me. Not that you see, I tell you today tunakaa hapa tunasema, kesho tutaanza program zetu saa 2, mimi nakuja saa 5. I mean, how will you trust me? The problem is that gap that exists between wale tunaongozwa na wale wanaotuongoza. Hiyo ndio shida ya Kenya. And then secondly, fairness. Ukiangalia katika sekta zingine, hata hii sekta ya security leo, mambo inafanyika ya ajabu. Watu wanakuwa promoted, wengine who are not qualified, eti kwa sababu ya misingi ya ukabila. Na ukifanya namna hiyo, you demoralize the workers first of all. You hurt their commitment to the work they can do. Productivity will go down. And then people say there is no hope. Mimi nasema, I would be interested in merit, fairness and objectivity in the public service posting. Tukiajiri watu inakuwa advertised pale na tunaenda ndio pale nje, watu wanafanya interview, mtu yule ambaye anapita na stahili kupata hiyo kazi. I don't care which part of Kenya they come from. I don't care who they know. And they don't even have to know me. Why should they know me? They are Kenyans. It's they are interested in serving their country. And then
believe you me, hii ni kitu ambayo mimi nitasema siku zote maisha yangu. The most impressive thing about our country and what I enjoyed the most, I had, media people ask me every time, like you're asking me, do I have a moment I regret when I was in public service? They say no. I enjoyed every minute I was there, with the challenges there and so on. Whether I was going to Mount Elgon for meetings, I sit there with Kianda, who was the county commissioner in Bungoma, Peris, who was the regional police commander, Boynet, the inspector general police, Osia, who was the secretary administration in OP, tunaonyeshewa pale, we find solutions to the problems that we are facing. Kule Mumias, watu wanahangaishwa mara mbili, nakaa kwa room. I am there with the governor of Paranya, who's the governor of Kakamega, and then the leaders of security from the region, all of them, Nico, the GSU commandant, Mr. Kanja, who is now the inspector general police. We ask a simple question: what is the problem here? We find a solution to it. Si uja kuniona usiku usijui huyu anifanyia namna hii. As long as you are fair and objective and you want to do your work, I mean, Kenya should be probably much more ahead than it is right now in its development if we work like that. And that is the faith I have. Mimi ndio nyumbani niko nayo. Kama ningepewa nafasi, nitapeleka hiyo style ya kufanya kazi tulifanya before. And we will solve these problems. Kama hii shida ya sukari niwaambia, kama Wakenya wanataka kunipea challenge kama ile ya mtihani, ile ya education, wanipea hii ya sukari, we will solve this problem ya Western Kenya once and for all. Ile ushenzi unaendelea kule, as we call it broadly, competence based curriculum, CBC, tulianzia hapo. Ni kwa sababu unajua kila wakati maisha vile inavyoenda, nchi zote zinaangazia mfumo wa elimu ambao utawatayarisha watoto wetu na wale ambao tunakusa kupitia kwa elimu kuwa tayari kupambana na kujiunga na idara na mazingira ya utendaji kazi yanayohitaji mbinu fulani, yanayohitaji uzoefu fulani. Basi sawa, tukakubaliana sisi wote na tumefuatilia hii tangu Vision 2030 vile tutaenda. Tukakuja transition ya CBC. Tumefanya consultations kila mahali, na sectors zote vile tutafanya haya maneno ya competence based education and so on. Tukakubaliana sasa tuanze, tukafanya transition, tukafanya mpango. Shida ambayo tuko nayo saa hii ni kwamba wakubwa wa serikali hawakutilia maanani mpango wa CBC. They are not implementing the curriculum properly, na badala ya kuangazia mambo na masuala ya elimu ni siasa tu kila siku juu ya magari na kupoteza pesa ya budget badala ya kutumia hiyo pesa kwa elimu. Sasa walimu wanahangaika, hakuna pesa ya kutosha kwa shule, hatujatayarisha content vilivyo na mambo kama hayo. Shida ya idara ya elimu saa hii ni usimamizi mbaya. It's as simple as that. And bad implementation. Just simply bad and incompetent leadership. Hakuna kitu kingine. Kenya hii haina shida ya watu, haina shida ya pesa, haina shida. Ile shida iko hapa ni ufisadi na usimamizi mbaya. Na kama hawa wangefuatilia huu mpango vile tuliuanza na utekelezaji wa curriculum muendelee mzuri vile unatakiwa, hatungekuwa na shida. Mimi sioni shida inatokea wapi. Shida ni kwamba wewe ni kuulize ndugu yangu, uko na watoto wa kusomesha kwa shule nchi ya Kenya. Unajaza viongozi wa kina mama 12,000 State House, unawapea kila mtu shilingi 10,000. That's 120 million. Unarandaranda nchi kila mahali unaenda, ni unaonga watu kukusikiza because watu hawataka kukusikiza. Hizo pesa zote zinatumika kuonga watu. Si ndio hizo pesa zinatakiwa kwenda kwa elimu? Sasa badala ya kuelimisha watoto wetu ni kuonga watu watusikize ili tuweke mfano eti tunapendwa na watu na tunajua ukweli watu hawatupendi. Sasa unajua hiyo ndio shida tuko nayo. Kwa hivyo that is why I'm saying Wakenya tutafute serikali ambayo tunaweza kuamini, watu ambao wanaweza kutufanyia kazi. Wanaamuka asubuhi wanaenda kufanya kazi. Mimi siwezi kutumia pesa ya budget eti kwenda kufurahisha watu huko, kuonga watu kila siku. Itaenda kwa shule. Na tutasimamia shule vizuri ili kila mzazi na mwalimu na yule ambaye anahusika anaelewa kwamba levies, unajua ile shida kubwa kwa sababu walimu sasa wameachiliwa, hawapewi pesa, inawabidi wao na kamati za shule kutafuta namna watakavyoweka watoto kwa shule kwa miezi 3 kwa tamu.
Sasa wengine inawabidi wanaweka levies, inawabidi wanaweka mambo mengine. Hiyo mambo yote inakuja kwa mzazi mwishowe. Wiki iliyopita wakati nilikuwa nazungumza na waandishi wengine wa habari, nilikuwa nawaambia hivi, nimeangalia fee schedule ya shule zingine za kitaifa, shilingi 110 kwa mwaka. Ukitoa mzazi pale Malakisi ataweza namna gani kulipa hiyo? Hii yote imetokana na usimamizi mbaya wa sekta ya elimu. Tafadhali mimi nawaomba hata viongozi wetu tuwe watu wa huruma, tuhurumie wazazi na Wakenya. Tutoe huu mzigo wa kusimamia elimu vibaya. Katika sekta ya sukari tukiwa tungali tunazungukia hapo, hivi majuzi tani ilirudishwa chini kutoka shilingi 5,700 hadi shilingi 5,500. Kando na hapo kuna wale ambao wanasema kwamba kuna watu wanaagiza sukari kutoka nje, na hayo ndio baadhi ya mambo yanafanya bei ya sukari wakulima kuhangaika. What are the practical solutions? On this matter, because it's something I've thought about for a long time, I hope you give me, and I'll come back to respond to your question on fighting corruption. And actually, I could subsume it in this question, because the greatest problem in the sugar sector right now is corruption. When I was in the government, chairing and then coordinating government national projects, nimechukua one sugar factory in Western Kenya after the bailout, because you see there was pressure from MPs and politicians and so on for the bailout. In 2015, I think alone, the government put in about 39.7 billion in bailouts kusaidia sugar factories za huko. And over the years, you know, Mumias 3.1 billion and so on and so forth. I could see all this money from the treasury. So one time, tukauliza, nikasema I want to see where is this money actually going when we are doing the bailouts and so on. The truth of the matter is this, and this is the inconvenient truth that people will not say. We will sort out the problems of the sugar sector in the country the day we will have honest, credible and serious leaders who are interested in the welfare of the people of Western Kenya, period. If we don't get there, tuache kujitanganya, because the problems of the sugar sector in Kenya are corruption cartels, thieves who are protected by the state in most cases, and individuals who basically want to benefit out of this sugar sector. I keep asking myself this question, hata wewe niambie, why are we importing sugar? And then secondly, we import sugar blatantly, na watu wanajua, tunaenda kulipackage Western Kenya pretending that the sugar is being grown in those places. You will not convince me, let me be very frank, you will not convince me that Serikali government doesn't know. Which government? I mean, the government doesn't know those things are happening. I give you the classic example of this silly story going on about Mumias and so on. What do our leaders think we are supposed to be? I mean, we are sisi ni kondoo ama ni nini? I mean, how can somebody tell you that story? Eti unajua our directors waliusia sijui nani na hawajui nani waliusia factory. Hii mambo yote ni uongozi, hakuna kitu kingine. And over the years, as a result of that, through fraudulent sugar importation, through the cartels that are having colonized the sector, colonized, I use the word carefully, colonized the sector. The sugarcane farmers and the peasants in the entire Western Kenya, whether you're talking about cotton, coffee, pyrethrum, sugar, their livelihood has been completely messed up as a result of this. The so-called privatization that started. Unajua mimi nashangaa kwa nini tunajitanganya hata wa viongozi wengine. That is why mimi nakubaliana na George Natembeya. And that guy is the leader that we need. When he argues, and a number of other people who argue about this madness going on in the sugar sector. But the privatization law itself says that in that process of privatization, farmers and workers in these factories are supposed to be involved. Which workers are involved in the privatization of Mumias? Which sugarcane farmers are involved in the privatization of Mumias right now as we are talking about?
So the truth of the matter is, that's why I keep saying, and I was telling a few friends of mine, in the case of the western belt of the country, all the way from Lake Victoria back along Telcon, the choices for those who are wananchi are going to be this: continued slavery, ili sasa watu wa watumwa kwa wakubwa ndio wanafanya hizi vitu. Sasa waje nikuulize ndugu yangu, ukibia watu fertilizer, wadanganye tunatoa fertilizer, you are not giving them fertilizer, or you give them substandard fertilizer. Umeingia kwa sugar factory zao, umenyakua, umeenda ukarokota wa wengine, sio uliokota kutoka watu, mnakaa nao pamoja, mmechukua hizo factories. Those plantations, you are listening them for a song. Sasa hao watu umewaacha na nini? Umeacha hao watu na nini? Alafu sasa ni trips za kwenda huko kuonga watu, tafuta pesa, nunua watu walipe shilingi 1,000 wakuje kukusikiza. You know, za wakati mwingine hao watu wanazemanga wao ni wa Kristo. Sijui Kristo wao wanawaambia nini. Wakati mwingine tuambiane tu ukweli na tuangalie kitu vile iko. There is no way we are going to succeed, and let's stop lying to each other and lying to the people. There is no way we are going to succeed if we don't confront this problem head on. And what it requires, my friends, is firmness, courage, and decisiveness. I was in education. I told people we'll clean up this thing with military precision, and that is what I will take to the sugar sector. Clean it up with military precision. Walk in there, they cancel all those fraudulent contracts. They ensure that the fellows who are involved in this nonsense are locked up, and give the people the rights to own what they need to own, and manage and streamline the sector, the management of that sector. Until we get there, ingine tu ni sarakazi, tunaambiana tu pia, even if you give a bailout, let me tell you, my friend, people need to be told the truth. The government gives bailout. 2015 alone, I was telling you, 39.7 billion. Ukiendelea na mnayo subsequently 3.1, whatever. The bailouts to the sector over the years, like over the last 10 or so years, even when we were in government, are over 10 billion. Shillings. The money doesn't end up in the pockets of wananchi. It ends up in the pockets of cartels. One politician in one factory there in Western Kenya had presented a bill. He had a tender of cleaning services in that particular factory, and he was owed something like 900 million. What the heck are you pleading to be owed that kind of money? That is what is going on there. That merry-go-round has been going on for a long time. So if people really want a change, and that's why I keep saying, this coming election is going to be a case where people decide, do we want to improve our lives and draw a line between how we have lived and how we would like to live? If the answer is yes, we have to look for leaders who are willing to shake this system to its bone marrow, bring about real change, draw that line, get those cartels out, and restore Kenya to what it ought to be as we go forward. Otherwise, you see, we replace one cartel with another cartel. People who, if they go now, sugar importation permits now in Kenya are being given from one of the high officers in the government. That's where decisions are made. Who is going to be given a permit to import sugar? If you are a very good lead, you bring 10,000 metric tons. And because Omar is my friend, he will get 15,000 tons. That is how we are running that sector. And then you lead here because you don't have capacity to bring. There are criminals walking around this town with sugar importation permits in their pockets. They have no capacity to import any sugar. So they get it, you get it Lydia because you can't import the sugar. You go and look for some Asian business person, you sell that to them. You make millions. The fellow brings the sugar and then goes to somewhere in Western Kenya, and they start repackaging it from there. Who is suffering? Ordinary farmers who are suffering. And you tell me we can't change. We are not going to change. You need that same attitude I had when I went to Jogawas in 2015 to clean up that sector. Is the same attitude I would have on this sugar sector. And that's why I'm saying, if you want to challenge me, kama unataka kuni challenge kabisa kwa kazi ile ya kubadilisha nchi, give me that assignment. Swala la ufisadi. You know, the best way to fight corruption in this country, in my view, to start with, to be honest, is we start with exemplary leadership. Because you see, this has become my mantra. You cannot tell people to stop doing what you do every day. We have enough laws
hatuna ukosefu wa sheria nchi. We have enough law. In fact, I will not advocate even as a campaign that we go and write new laws on integrity and so on. I will not say that. There is no need of talking about writing new laws. We have enough laws. The statutory ecosystem is sufficient to manage the public sector. We have enough institutions. Tusianze kupoteza wakati kuambiana hapa some peer language though you need to reform. There is no reforming of sectors. What is needed in this country is strong, credible and trustworthy leadership. Where we have a gap right now is in leadership. Because you see, ni viongozi wenyewe wakubwa ndio wezi, ndio wanapora nchi. So give people an assignment who will not be doing that. Because even if these people promise you from now until Jesus Christ comes, wao wataingia kwa fisadi. Wao wenyewe ni wafisadi. Watakusaidia namna gani? Ndio wanapora. Na wanapora nchi. So sasa sisi wa Kenya tukubaliane hivi. Tutapewa pesa, hii pesa imeporwa, ndio tunakuja kuongwa. Hii pesa imeporwa kila mahali, ndio tunalipa huku, wengine wanalipa ya kucha 2,000 3,000 kusikiza. Hiyo ndio maneno koko. Sasa ni Wakenya kuamua. Tumefika sasa wakati wa kusimama imara, tuchague viongozi ambao wanaweza kutusaidia. Lakini kama ni kukula hiyo pesa na kuendelea kusema eti huyu ni mzuri yule namna gani, tunachagua watu, tutaendelea kusumbuka. Umefika wakati sasa mimi naona wacha tu tuambiane tu kweli vile huko. So the best strategy ya kupigana na ufisadi first of all is exemplary leadership. Wale wa kuongoza waongoze kwa ukweli, waongoze in a manner that is trustworthy. That is why mimi naweza kukuambia hivi Omar, na nachukua hii clip leo uweke kwa record, uje kuniuliza nikiingia kwa hiyo ofisi. I will not do business with government. Mimi nikiwa rais siwezi kufanya biashara na serikali, na sitaki kufanya biashara na serikali, na sitaruhusu watoto wangu kufanya biashara na serikali, because you lose the moral authority to manage people. Mimi siwezi. You must do one job. You are either regulator, policy maker or businessman. Sasa mkikaa na private sector kwa mkutano, you are their competitor. Unataka tenda na wewe ndio mtu uko kwa serikali. How do you manage the place? And it doesn't work. Kwacha tufanye tu maneno vile iko na kuamini na kuahidi. Media, you can take this, uweke kwa record yako. Mimi sitafanya biashara na serikali. I will not do business with government, and I will not be involved in conflict of interest, because it will take away the moral authority I need and the firmness I need to rein in cartels. Kwa hivyo mimi sitaki ofisi niende kufanya biashara, niende kutafuta tenda, nitumane watu etiende mpewe hiyo biashara. Mimi sitafanya ujinga kama huo. Na siwezi kutoa permits za sugar na kama mimi hiyo sio kazi yangu. Daktari Matiang'i, hivi majuzi United Opposition kupitia kwa Rigathi Gachagua mlipeana ultimatum ya siku 7 kwa serikali kupunguza bei ya mafuta, la sivyo kutakuwa na maandamano. Na wewe mwenyewe katika maneno yako ukasema kwamba maandamano is to keep the government in check. Serikali ikapunguza mafuta na shilingi 10. Je, mliridhishwa na shilingi 10 ambayo serikali ilipunguza mafuta, ama bado tunangoja maandamano? Well, hatujaridhishwa of course na kupunguzwa kwa bei ya mafuta na shilingi 10, lakini bado tuna mjadala. Na unajua finance bill 2026 imekuja, na hiyo finance bill ambayo imekuja na finance bill 2026, hiyo maneno iko kwa hiyo finance bill ni ajabu, nakwambia. Tumeongeza kodi mpya ya wauzaji wa mitumba. Serikali inataka kufupisha muda wa kuripoti kwa kila mwaka, badala ya kuwa na miezi 12 wanataka tuwe na miezi 10, eti tunaripoti mwezi wa 4 na mambo mengi. Ushuru mpya umeletwa kwa simu, digital activities and so on. Hii maneno yote unaweza kuona hakika ni kwamba serikali haina nia ya kupunguza gharama ya maisha na haina nia ya kupunguzia Wakenya mzigo. Lakini mimi ninaelewa, kwa sababu nilikuwa kwa serikali, lazima watafute pesa ya kumanage nchi, kwa sababu hii serikali imetoka kwa program ya IMF. Na Wakenya wanahitaji wajue kwa nini hii serikali imetoka kwa program ya IMF. Mimi unajua nilitoka World Bank last year. Ninaelewa hii maneno very well. Wametoka kutoka kwa program ya IMF kwa sababu wamekataa kufanya audit ile IMF inawaambia wafanye. Kwa nini wanakataa kufanya audit? Wanajua wameiba.
hawataki audit, kwa sababu kama wangekuwa wanataka audit, wewe ni kuambie, hata wewe kama uko kwa kanisa tuseme PAG Shamaho, wewe ndio msimamizi wa mambo huko, waambiwe sasa tufanye audit ya ile sadaka inatolewa, kwa nini unakataa? Na ni sadaka, lazima unajua mmekula na wale wako huko. Sasa hao wamekataa audit, kwa sababu wamekataa audit, IMF wametoka kwa program ya IMF. Sasa kutoka hapo hawezi kwenda kunegotiate concession of facility ya kuendelea kubridge ile gap wako nayo kwa budget sahi. Kubridge hiyo gap, kutafuta sijui 2 trillion na doma maji, maana wanatafuta hiyo pesa yote kwa taxation, kwa ushuru wa mwananchi. Tamani mimi hata wao wanajua hawezi kupata hivyo. Kwa hivyo tunaendelea na mjadala kama viongozi wa upinzani. Sikuwezi kusema hapa, lakini tuna mpango wa kuweka haya maneno yote pamoja. Tutaanza sasa mjadala wa kushirikisha wale viongozi wengine na sekta zingine za Kenya, tuone vile tukiendelea kwa hii Juni vile sisi tunaweza kuanza kuwasiliana na hii serikali. Labda daktari, kando na kutoa serikali makosa, una mpango upi labda ukipata nafasi ya kufufua uchumi wa nchi hii? Mpango wa kwanza ni kuongoza serikali ya kuaminika, kukomesha wizi, namba moja. Namba mbili ni kukomesha utumishi mbaya wa pesa za serikali. Wastage, ile wastage ya hii imefika ya ajabu. Wakati tulitoka serikali 2022, tulikuwa kwa serikali, I've given this example before, our budget for state house was 4.8 billion. Imekuwa mara 4, imeongezeka mara 4, quadruple 17 billion. Hii mmesikia kuna upasuaji unafanyika state house, ama kuna shule hapo unafanyika. Wastage na hii na pesa ya kuonga, ukiangalia wakubwa wa serikali vile wanaenda, vile pesa ya serikali inatumika kuhonga na mambo kama hayo. Unajua, ukikomesha ufisadi, ukomesha utumishi mbaya wa pesa za serikali, is wastage, upunguze hii serikali kubwa tuko nayo saa hii, tunatoa the government, the president almost has advisors on love and hate, he has advisors on everything, so on. Ameajiri kila mtu, almost has advisors on love and marriage. Uko wote wako kwa serikali wanalipwa pesa za serikali. If you reduce all this wastage, first of all, utakuwa na pesa ya kutosha kuweka katika sekta za muhimu za Jamhuri ya Kenya, sekta ya elimu, sekta ya afya, na utakuwa na pesa ya kutosha kuanza kuingia katika area ya kusaidia sekta zinazo toa mazao zaidi kama kilimo. Utakuwa na pesa ya kutosha kwanza kuangazia mambo ya mbolea, vile mbolea inaletwa katika Kenya hii. Na pia ukikomesha ufisadi na upigane na hizi cartels, the agriculture sector will open up, and some towns in Western Kenya, Theko Shibale, they are almost dead kwa sababu the economic activities that used to be there ilikuwa mambo ya sukari na mambo kama hayo. Sasa hasa makateli wanaingia huko, ukianza kuimport sugar, unaenda kulipackage huko, hakuna economic activities inaendelea. Yet actually, nimeangalia the other day as I was preparing for this interview, I looked at a report that was done by I think Tegemeo Institute or one of those institutes. The projection that if the sugar sector is working on its optimum and they supported effectively, it could create up to 150,000 jobs. Ukienda now, if you extrapolated, ukienda chini katika kila sector, once you have removed the cartels, you have sorted the problem out, you have created employment. Government creates employment through public policy and then good policies that are facilitative. Serikali yenyewe haiwezi kuunda kazi, inaunda kazi kupitia kwa usimamizi wa uchumi na mambo kama hayo. Sasa ukitoa ukora kama huo wote, kwa hiyo sasa viwanda vitakuwa, alafu sasa wataajiri watu. That is how it's supposed to go. Sasa ile shida tuko nayo, it's like you have someone hapa kwa shingo, hapa juu kwa neck, umefunga wire around, kwa sababu wakubwa ndio wanapoteza pesa, ndio wanaiba, ndio wanapora, ndio wanatumia pesa vibaya. Sasa the rest of the country is starved of oxygen. Daktari Fred Matiang'i, katika muungano wenu wa United Opposition, je, na mbinu zipi kuhakikisha kwamba
mnatoa mtu mmoja ambaye atakabiliana na Rais William Ruto, ambaye ameonekana akisema wazi kwamba upinzani hamna ajenda, hamna lolote, hamjielewi. Yeye ndiye anajua hatujielewi. Ni mambo yake, lakini ngoja nikwambie tu kweli. Tutakubaliana. Unajua hii muungano wa upinzani ni safari. Ni kama safari ya ndoa. Unajua safari ya ndoa huwezi kuifanya wiki moja ama wiki mbili. Inachukua muda, tunaongea sisi wote, tunazoeana, tunapanga mikakati yetu. Unajua kila mtu ana maono yake, vile anataka kufufua uchumi, vile anataka kuendesha serikali. Hayo yote tutayazungumzia pole pole mpaka tutakubaliana mwishowe. Mimi na wasii wa Kenya wasiwe na haraka, na unajua wale ndugu zetu wako kwa serikali wanataka tuwe na haraka sana ili tuende tuseme nimetaja mtu ni fulani and so on, alafu anza sasa porojo na shida na mambo kama hayo ili sasa tusambaratike. Hiyo ndio mpango wao na maombi yao. Na sisi sio wajinga hivyo. Tuko na mpango, tunataka kuenda hii safari pole pole. Tunazungumza sisi wenyewe, na hatuzungumzi kwa magazeti kila siku eti tunaenda huko kuzungumza kwa press conference huko eti mtu mkipanga mambo yenu, uhusiano wenu Lydia, ukipanga mtu na mjumba yako na mnataka kupanga maneno, hii ni maneno unaenda kupanga pale kwa radio, unaenda kuongea pale. Tunaongea kiplani, sisi pole pole tutakuja kukubaliana. Na unajua kuunda serikali ya mseto sio kitu rahisi. Uliza wa Jerumani ama wa Israeli, wale ambao wameunda serikali za mseto huko mbeleni. Inachukua muda. We are a complex country with complex interests and so on. Tunataka kuzungumza na kila mtu pole pole. Na mimi sidhani eti hiyo ni kitu utafanya kwa mwezi mmoja ama miezi miwili. Tutaenda kwa hiyo safari pole pole, lakini na matumaini makubwa. Kwa sababu wakati tunazungumza na wale wenzangu, tukiongea nao, unaona kila mtu, number one, tumeelewa nia ya Wakenya. Nia ya Wakenya ni kwamba tuungane sisi wote. Wacha hata mambo ya upinzani. That Kenya is a united country. Tuungane sisi zote. Wakenya hawataki tugawanyike kwa misingi ya kikabila na mambo kama hayo. Kwa sababu shida zetu hazibagui kabila ama jinsia na mambo kama hayo. Namba mbili, Wakenya wanataka safari hii kwa sababu wameumia vibaya sana na serikali ya udanganyifu, uongo, kudanganywa kila siku. Wanahitaji tuunde serikali ya kuwazungumzia na heshima, kuwaheshimu na kusema ukweli vile huko. Hata sera zile tutakazo zitoa kusema sasa hii ndio platform yetu, tumekubaliana na tumeongea ndio hii, itakuwa ile ya kuaminika. Watu wanasema hakika tumesema hiyo. Na hatutotoa maneno 20 ama huku kudanganya wananchi. We are synthesizing our thinking and planning. We will come with a very precise agenda vile tunataka kwenda mbele. Tunaizungumzia haya maneno ya kiongozi wetu wa taifa kusema vile anavyozungumza. Sisi tunaheshimu viongozi wengine, tunamheshimu hata yeye kama kiongozi wa taifa. Lakini Wakenya wote waelewe kwamba unajua sisi sio serikali, kwa sababu hatutarajiwi kwenda kujenga barabara ama kusimamia sekta ya sukari Kenya, kwa sababu sisi sio serikali, sisi ni upinzani. Kazi yetu ni kusaidia Wakenya na wale watu wengine kuelewa. Tukiuliza maswali nini kilifanyika Miwani, hiyo ndio kazi yetu. Wale walipora, waliiba, ambao wanatudanganya hapa kusema eti waliuzia sijui nani mtu ambao hawajui, ndio wanahitaji kueleza Wakenya, hiyo ndio kazi yetu. Lakini kule nyuma tukimaliza kuuliza maswali, na sisi tunajipanga hapo nyuma tusema kama sisi tungekuwa kwa serikali hatuwezi kufanya privatization vile imefanywa. Mimi kama ningekuwa rais ningehakikisha kwamba nifuata ile sheria ya privatization vile inatakikana. Wakulima wa miwa huko Western Kenya na wafanyakazi katika viwanda hivyo wanapewa share yao katika privatization, kwa sababu hivyo ndivyo sheria inasema na mambo kama hayo. Kwa hivyo tutakubaliana, tunaendelea kupata uzoefu na kujuana vizuri na kujenga uhusiano wetu. Tutafika mahali ya kuelewana. Lakini mkikumbuka hata wakati ule wa mwaka wa 2002 Mheshimiwa hayati Rais Mwai Kibaki na hayati Mheshimiwa naibu wa rais wakati huo Wamalo Kijana na wengine akina Charity Ngilu waliamua hayo maneno miezi kama 2 ama 3 kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo tunaenda pole pole, tutafika. Ni safari.
na safari iko na shida zake, lakini sisi tunaamini tutafika. Kuna wale ambao wanasema wewe na gavana Natembeya mshaweka hiyo network, wewe rais, gavana Natembeya ukue naibu wako, alafu hata kama bado mtaelewana huko mbele, mkuche pamoja, muongee, mkue na tuseme mtu mmoja, personally wewe agenda yako kuu kwa Wakenya ni ipi? Hayo masuala mawili. Well, you know, wakati mwingine watu wanasema, na ninawakubalia kwa sababu najua sisi tuliamua tutakuwa demokrasia na tutakuwa demokrasia ya vyama vingi. Kwa hivyo maoni ya Wakenya wote inakubalika. Hata mimi wakati mwingine naenda mkahawa pale kununua kahawa, napata Wakenya wananiambia ingekuwa hivi, ingekuwa pale, mfanye namna hii, huyu akue hivi, huyu akue rais, huyu akue naibu, huyu akue namna hii. And you know that is the health of democracy. Mimi napenda hiyo sana. Sababu najua Wakenya sasa wana maoni vile serikali wanataka serikali yao iundwe. Hiyo ni mambo mazuri sana. Lakini nafikiri wanajua, Wakenya wote wanajua kwamba uhusiano wangu na Natembeya, kwa sababu kwanza tulifanya kazi na governor Natembeya pamoja akiwa county commissioner, later on regional commissioner, mimi nikiwa waziri wake, na watu wanajua mimi nampenda kwa sababu ya style yake ya kufanya kazi. I mean, he's one of the best regional commissioners I ever worked with. You know, very effective in what he does, forthright, focused. Yule ni mtu ambaye kama Kenya inataka kwenda mbele, hiyo ndio direction watu wanataka kuangalia. Watu na Wakenya wanataka watenda kazi, sio watu wa kupiga mdomo the whole day. Kwa hivyo watu wanaona Mugala Natembeya, wananiona, wanaona our principles are almost the same. Alafu wanaanza kutupangia nyatiba, huyu akue hivi, huyu akue hivi. I'm not quarreling with that. It's okay. It's the interest of the Kenyans. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaendelea kwa hii safari. Tuko sisi wote pamoja. Na mimi nafikiria ni kwamba tukiwa katika safari hii ni safari inahitaji kila Mkenya. Sio mimi tu na gavana Natembeya. Inahitaji kila Mkenya ambaye ana nia nzuri kwa nchi ya Kenya. Kwa hivyo wenzetu wote katika upinzani, wale ambao hatukubaliani na vile nchi yetu inaongozwa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mama Martha Karua, na wale wenzetu wengine, Senator Sifuna, Babu Owino, hiyo timu yote, Senator Richard Onyonga, hiyo timu yote, watu wakina Kirisi Wamalwa, watu akina Kamisi. So people who also have intentions about a better country, kwamba wale watu wote sisi ambao tuko na mtazamo wa nchi ambayo inaongozwa tofauti na vile inaongozwa sasa, tuko sote katika hiyo safari, tunaangalia destination moja. Wakenya mtuombee ili tukiendelea kwa hii safari, kwanza tufike sisi wote salama, tufike tukiwa pamoja, kwa sababu tukiendelea vile tunaenda namna hiyo, unaona hakika tuko wengi, na unaona hakika mtazamo huo ndio mtazamo nchi inahitaji sahihi. Kwa hivyo tuendelee tu ni vile nilisema tutafika. Daktari, labda tukiendelea na maombi, vile umesema kuna swala zima la huu mkutano ambao unaendelea wa Africa Forward Summit, labda maoni yako ni yapi? Na swala la pili, focus inabadilika. Tayari sasa kuna mzungumzo mzima ya Gen Z. Labda wewe kama wale mawaziri ambao wamekuwa kwa serikali za nyuma, Gen Z wanasema kwamba hawataki kurudia mawaziri ambao wamekuwa au viongozi wale ambao wamekuwa kwa serikali za nyuma. Je, chukua nafasi hii labda kushawishi Gen Z ambao wanakusikiza, wewe utakuwa tofauti vipi? Kwanza tuanze mambo ya mkutano unaendelea na kati ya Ufaransa na nchi za Afrika. Maoni yangu ni tofauti kidogo kutoka kwa wale ambao wanaangazia kwamba miaka 63 tangu tupate uhuru bado tunakaa chini kuongea na wazungu na wale wengine vile tunataka kujenga Afrika yetu. Ninaangazia hayo nikichukua mawazo na maoni ya hayati Mheshimiwa Rais Mwai Kibaki na Rais Uhuru Kenyatta.
kwamba sisi tunahitaji tupeleke nchi yetu katika mwelekeo wa kujisimamia na kusimamia masuala ya maendeleo yetu. Hakuna mtu atakupenda maishani achukue kodi yao, ushuru wa nchi yao, aje kukusaidia kujenga nchi yako. Unaona, wakati mwaka uliopita serikali ya Marekani ilizidisha support na usaidizi katika sekta ya afya, kutoa ARVs na zingine, watu wetu waliumia sana kwa sababu hatujitayarisha ya kutosha kusimamia masuala yetu. Na kujitayarisha ni kuhakikisha kwamba tunasimamia yale Mwenyezi Mungu ametupea sisi vyema. Nchi hii imebarikiwa na rasilimali nyingi. Mimi hata sichasikia nyinyi waandishi wa habari mkizungumzia ile ripoti tulifanya wakati tulikuwa kwa serikali ya kuonyesha ile rasilimali iko katika Kenya. Tukafanya mapping kila county ya Kenya, tukatumia utaalamu, tuko na ripoti tayari inaonyesha kule Kakamega mahali kuna dhahabu, kule Narok mahali kuna dhahabu, kule Kwale mahali kuna Nubian, kule Narok mahali kuna geothermal, huko na huko. Hii yote ni rasilimali ya Kenya. Na sasa ile step ilikuwa imebaki ni kupeleka hiyo ripoti sasa nje, tuende kutafuta wawekezaji kutoka nchi za nje wakuje kuwekeza hapa Kenya, ili sasa kama wanataka kuchukua hiyo rasilimali yetu tulipe mikopo yetu na madeni yetu, tuanze kujitegemea tukienda mbele. Lakini sasa wenzetu wale wako kwa serikali wamechukua hiyo ripoti, wameanza kupeana licenses kisiri huko and so on and so forth, na mambo hiyo ni mambo ya ufisadi. Kwa hivyo ni sawa kuongea na serikali ya Ufaransa, lakini mimi nikiangalia katika uchumi wa nchi hiyo na niangalie uwezo wa nchi hiyo kusaidia maendeleo katika Afrika, mimi sioni kwamba ni kitu ambao nataka kutumia wakati mwingi. Tutumia wakati wetu kuangazia mambo ya biashara. Kama tunaongea vile tunaweza kufanya biashara na Ufaransa na nchi zingine, sawa. Kama tunaangazia vile tunaweza kukuza sekta zetu, kama ni sukari, kama ni kahawa, kama ni pamba, ili nasi hawa wachukue cotton yetu, ama na sisi tutengeneze nguo hapa zinazoenda kwingine kule. That is what I would like to spend time on. So I don't know the drive of this discussion they're having here, but it looks to me like it's again driving alongside the old school idea of dependence, pushing the African country. We are not focusing on extraction, responsible use of our resources, and responsible trade, so that tunataka biashara. I hope when they are discussing, they will look at the terms of trade, bilateral trade between European countries or EU countries, including France and African countries. If they are going to impose a lot of regulations kusafirisha nyama, to sell meat in Europe and so on, how does it help us? Wanataka sisi tushinde kuuza maua, tushinde kuuza matunda, tushinde kuuza vitu zetu. So if it's focusing on trade, that is it. But if it is this usual business of aid, there is no time for that. It's just a waste of time and so on. Yeah, the other question is mambo ya agency. Unajua Lydia, na huu ndio ukweli wa mambo. The office of the president is not an apprenticeship. Huwezi kuenda kuwa rais. Ukiwa rais wa nchi, huna nafasi ya kujifunza. Tiwanze kusema nipe miezi 6 nijifunze kwanza, nielewe serikali, alafu nianze kuendelea mbele. Kwa hivyo it's necessary, hata kama tunaenda mbele vile tunazungumzia maneno ya uongozi, tufikirie hayo pia. Unajua kuna wakati tunachukua hatua, ama kuna wakati tunataka kuleta mabadiliko, lakini we are not thinking about it broadly, kwa ubana, kusema tunataka nini hasa katika nchi yetu hii ya Kenya. Mwanzo hata mimi wakati nilijuzuru kutoka benki kuu kuja hapa kufanya kazi, most of the wale ambao walikuwa na demand hapa niingia hapa ni group ya young people, Gen Z. Wengine wale ambao walikuwa shule wakati nilikuwa waziri wa elimu, kwa sababu ya usimamizi wetu na elimu. Na mimi sidhani kwamba hayo mawazo yamebadilika. Unajua Senegal imefanya uchaguzi hivi majuzi, miaka 2 iliyopita. Wakati wa hiyo euphoria, wachagua
our young president there. Very nice. I mean, we all like him. He's a very nice guy. And so, sahi, the debate in Dakar, Senegal, wameanza kuitisha yule rais wa zamani. Kwa sababu unajua kwenda mbele itahitaji tuchanganye, to mix experience and a new energy. Huwezi kuwa na puritanism, yani useme sasa tunaweka mstari hapa, kama umekuwa hapa utakiwi, kama you know, I don't, sioni kama hiyo ni kitu ya kusaidia nchi yetu kwenda mbele. Pili, hayo mawazo mimi nikuambie tu ukweli, hayo ni mambo yanaendeshwa na wao wakubwa wako kwa serikali, kwa sababu hiyo porojo yao wanafikiri ndio italeta mgawanyiko kati yetu na Gen Z, kwa sababu hakuna kitu wanaogopa kama sisi wote kuungana pamoja. Sasa wameanza porojo na kasumba. Mimi sijawahi kuona maishani serikali inayotumia pesa kwa propaganda kama hii. Hii iliyo Kenya mimi nafikiri imezidi duniani, kwa sababu wakati wao mwingi ni propaganda na paying social media people to lie, to embellish the facts and so on. They cook up things every day, you know. Sa ingine naamuka asubuhi na cook mabarua. In fact, even before I came here one time, I saw they have cooked a letter apparently written from the AU to the president. Muuliza kama anaweza kutuma Kalonzo sijui wapi. Mambo kama hayo. Hii serikali ya porojo. Mambo kama hayo mengi yanasukuma na hiyo porojo yao. Daktari Fred, na tusiende hapo sisi, wewe tufanye kazi ya kusaidia Wakenya na tuwe tayari kufanya kazi. Mimi niko tayari kufanya kazi na Gen Z na kila mtu. Kuna mtu anaulizwa hapa swali la kizushi, anaitwa Morris Mbote. Labda uliza Daktari Fred Matiang'i, ni mikakati ipi mko nayo kuhakikisha kwamba kuna masuala kuhesabu kura vyema mwaka 2027, ukitilia maanani ya kwamba kuna wakati maajendi walikosekana katika eneo fulani na ikakost baadhi ya viongozi seat yao. Then number 2, kuhesabiwa kwa kura. Alan anasema kwamba katika Afrika kiongozi kutoka katika awamu ya kwanza huwa ni vigumu zaidi. Je, mtafanya vipi kumuondoa rais aliyoko mamlakani? Rais kutoka awamu ya kwanza ni kuhesabie rais Masisi ni Botswana ametumuliwa mamlakani. Chakwera Malawi ametimuliwa mamlakani. Lungu alitumiwa mamlakani kwa awamu ya kwanza. Mahama kutoka Ghana alifukuzwa, alishindwa uchaguzi. In fact amekuja kwa tamu ya pili after staying out for 10 years. So it is not true. You know, Wakenya waache hii mambo self-defeating attitude ya kusema eti rais hawezi kutimuliwa mamlakani. Hiyo ni porojo ya viongozi wako katika serikali. Tuko na viongozi wengi ambao wametimuliwa mamlakani baada ya awamu ya kwanza, na huyu atatimuliwa, ataondoka mwaka ujao. Nikwambie tu ukweli. Unajua unajua hii maneno hahitaji si unabii eti uanze kubaini uende kwa wachawi fulani wakuambie vile iko and so on. Hii ni mambo ambayo unaweza kuona wewe mwenyewe, kwa sababu unaishi hapa. Omari, you are an intelligent man, you can see. Kila wakati mimi najiuliza, uliona kiongozi mmoja ambaye mimi naheshimu kutoka magharibi ya Kenya wiki tu akisema eti kutafutia rais kula imekuwa ngumu sana. Sasa mimi najiuliza hizo kula ziko wapi za kumweka mamlakani? Ataondoka mwaka ujao, na mimi kama nilikuwa waziri wake kama mmoja wa wasaidizi wake nilikuwa ninaweza kumwambia vile tunaweza kumanage transition. Aondoke polepole, ni ataondoka. Kuondoka ataondoka. Nimekuwa waziri, ninaelewa dunia hii, I understand kila kitu na nimetembea nchi hii. The mood in this country is almost unanimous that we need to change government, and so I don't understand why. Na mwambie wa Kenya wasifikirie hivyo. Unajua viongozi wetu, ndugu zetu ndio wanasema unajua rais hawezi kuondolewa mamlakani katika awamu ya kwanza. Nimekuambia wale ambao wameondolewa mamlaka saa hii Chakwera ako nyumbani baada ya mmoja. My friend Masisi ni Botswana ni mtu nilijua, hata tulikutana na yeye tukiwa hapa kwa serikali, tulikuwa tunakutana wakati alikuja hapa, alikuwa analala hapa ili tukiwa tunakuongea. Ameshinda kura pale mpaka he could not manage 15% ya bunge. Na mjua Lungu, mimi nilituma kwenda kuona Lungu wakati ule wa ICC na Rais Kenyatta. Kaenda kumsalimia Rais Edgar Lungu pale na kumpelekea barua ya rais.
alienda pale akashindwa uchaguzi vibaya sana. Alijaribu kushikilia huko, kaambiwa na kila mtu mpaka yeye, my friend, umeshindwa, goodbye. Hata majeshi akamwambia sisi tuko tayari kusalute the new commander in chief, na huyu ataambiwa nao pia kuhesabiwa kura na kuhesabiwa kwa kura. Sitaki kuongea kila kitu hapa kwa sababu najua hiyo ni mikakati tunafanya, na sisi tuna upelelezi wetu, na tuna viongozi wale ambao tunaangazia haya maneno pamoja, na pia tuko na vikundi vingi vya wananchi vya kijamii vinavyojitayarisha wakati huu, kwa sababu watu wanahofia kwamba kwa sababu hii serikali iko very unpopular watajaribu kuiba kura. Kwa hivyo mikakati iko, sitaki kuzungumzia kila kitu hapa. Tuko na mikakati. Nilikuwa katika baraza another day kutana na mzee mwingine pale Nakuru, akaniambia unajua hawa viongozi wako kwa serikali hii, hawa ndugu zetu ni wezi sugu, mtalinda kura namna gani? Nikamwambia hata sisi ni walindaji sugu. Tutakutana nao wezi sugu, watakutana na walindaji sugu, alafu tutakuwa sawa. Omar Waziri, kwa kifupi tu labda tukimalizia masuala mawili kwa kifupi. Swala la kwanza, unashawishiwa na Uhuru Kenyatta kusimama urais au ni ushawishi wako binafsi? Na swala la pili ni kulingana na labda kama upinzani hautashikana labda ni nini itafanyika? Okay, nianze na swali la pili. Unajua katika maisha haya ukiamuka asubuhi kila wakati unahofia shida. Hatuombi asubuhi tukienda kuomba Mwenyezi Mungu atusemi Mungu utulinde tuebuke na shida. Tunasema Mungu utulinde tusikutane na shida. Kwa hivyo mimi I don't hope, I'm not planning for disaster. You know, there was a time we will not agree. Why would we agree? And when I talk to all my colleagues vile naona my colleagues are very committed. Wanataka sisi tukiendelea mbele tuwe pamoja, kwa sababu Wakenya wanataka tuwe pamoja, na hisia za Wakenya ni kwamba wanataka kuona sisi tukiwa na muungano. Kenyans want a united country. Hata kwanza si upinzani peke yake, hata kuna viongozi wengine wako kwa UDA ambao wako kwa serikali wako na Kenya Kwanza, wengine ni watu wa kumajua. Tukikutana nao wanasema wewe tunapigana kwa siasa, lakini tafadhali tuweke nchi pamoja. And I like that. Every Kenyans want a united country. They want us to be together. So I cannot foresee at the moment a situation where tutakuja kuhitilafiana, tukue na shida nini. I don't plan for that. I don't see it happening. So I continue praying for God's will to be done. Kwamba we be responsible people, and all my brothers and sisters with whom I deal with, nikiongea na Eugene Wamalwa, nikiongea na Kashawa na Kalonzo na Martha Karua, kila mtu naona kama that is the same thinking they're having. Tuungane. Nikiongea na akina James Orengo, naona kila mtu anataka nchi iwe pamoja. I mean that is the way we need to go. So I don't anticipate that there's going to be a point tutafika hapo, and God forbid, but we will do everything we can humanly do as human beings to hakikisha kwamba we remain together on that particular cause. Mambo ya kushawishiwa na rais mstaafu, unajua ninauliza hili swali kila wakati. Mimi nilikuwa katika baraza la mawaziri la Mheshimiwa Rais Kenyatta. Mimi siwezi kusahihisha historia. Nilifanya kazi pale, tulipokuwa tunamaliza nilikuwa hata waziri katika ofisi ya rais. Lakini sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta naibu wake alikuwa William Ruto, na Eugene Wamalwa alikuwa waziri wake pia. Mbona muulizi kama yeye ndiye alishawishi Ruto kuuliza kura ama yeye ndiye alishawishi Wamalwa kuuliza kura? Lakini ukweli ni kwamba Rais Kenyatta ndio kiongozi wa chama changu cha Jubilee. Nilifanya kazi na yeye, na siwezi kusema uongo hapa nianze kudanganya Wakenya hapa kujifanya eti mimi sijaongea. Si waliona application yangu wakati nilisema nichaguliwe na Jubilee, na yeye ndio party leader wa Jubilee, na amesema hadharani kuniunga mkono yale ambayo anajua. Unajua ukitaka apply kwa kazi sahihi Lydia, kuna section ile inaitwa reference. Nani atakuwa referee wako? Si msimamizi wa habari wa station yako atakuwa ya reference, ndio anakujua zaidi unakufanya kazi. Mimi nimeapply kazi ya Kenya,
Referee wangu atakuwa nani? Yule alikuwa bosi yangu. Anasema sasa kama kuna swali la kuuliza muulize yule alikuwa bosi wangu. Nani alikuwa bosi wangu? Si ni Uhuru Kenyatta. Na tena namba 2. Rais Kenyatta ni kiongozi ambaye anapendwa na wananchi. Kila mahali kwa ile kazi alifanya. Mipango yake ya kuweka Kenya pamoja, mpango wa Linda Mama free na machana. Tupate mapumziko kidogo, tutarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Mpenzi msikilizaji, kumbuka haya unatupata moja kwa moja kupitia 95.4 FM, Vuka FM 89.6 FM, Sulu FM 97.9, 95.8, 99.0, Mulembe FM. Tutarudi kwa muda usiokuwa mrefu.
Maroba kule hula Mdembe FM, Lydia hula Vuka FM, Kisondio hula Sud FM. Mheshimiwa Matiang'i, pengine masuala mawili matatu hapa hivi. Kuna wale ambao wanauliza, mkulima kutoka Bungoma Machembe anauliza, mnapochukua serikali mtarudisha hivi viwanda kama Nzoia kwa wakulima ama bado itapaki kwa private investor? Number 2, njia ipi mtatumia kuona kwamba mnamtoa candidate mmoja wa United Opposition? Tutakuwa na uaminifu mpaka mwisho ama mtafika mahali kila mtu achukue njia yake? Alafu vile kuna yule alisema suri ya Mercury ilipatikana wakati wa ukiwa katika uongozi. Lakini tulisema wazi, sisi hatukuficha wakati huo makosa ikitendeka na shida ikifanyika wakati huo. I am the one who said at the DCI offices that there's contaminated sugar in the country, and there are criminals who are engaged in importing contaminated sugar, and some of it expired sugar, na watafuta watu tuwakamate. It is not a secret that one of the reasons why personally we pursued, even as Minister of Interior, I was very firm on the closure of the border between Somalia and Kenya, was because of the contraband sugar that was coming through the port of Kismayu that was finding its way into Kenyan shelves and so on. So it's not new. Mimi sijabadilika, na insist masuala ya ukweli na kusimamia masuala ya serikali kwa kusimama imara mahali ukweli unatakikana kufanywa, kwa sababu hakuna haja, hakuna haja ya kudanganya na kufanya hii unafiki eti kana kwamba kwa sababu unafaidika na kuhongwa na mambo kama hayo. Hakuna haja. Namba 2, upinzani, vile nilisema, hii ni safari na tunatembea tukiwa sote pamoja. Kila mmoja wetu hakika anajitahidi. Wakati mwingine tunatoka nje tukiwa pamoja kwenda kwa mikutano ya hadhara na kukutana na wananchi tukiwa pamoja. Wakati mwingine kila mtu anaenda na chama chake kusawishi wa Kenya na kuungana na wale wengine. Tuko katika hali ya kujenga uhusiano mwema na kuhakikisha kwamba tumewasawishi wananchi wenzetu wa Kenya ya kutosha kwamba tuwe katika timu moja tukienda mbele. Na nimesema ni safari kwa sababu ili sio jambo ambalo unaweza kulimarisha kwa mwezi mmoja ama miezi miwili na mambo kama hayo. Ninaamini, na mimi nina hakika, kwa sababu nawaamini wale wenzangu viongozi wengine katika upinzani, kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutazidi kutembea katika safari hii tukiwa pamoja. Na ni sisi wote, sio wale katika United Opposition peke yake, hata wale ndugu zetu katika Linda Mwananchi wote, sababu tuna mtazamo mmoja kwa masuala ya nchi yetu ya Kenya. Tunatazama upande mmoja, upande wa mabadiliko na upande wa kubadilisha vile nchi yetu inavyoongozwa. Na tumewazikiza wa Kenya vile wametuzungumzia kila wakati. Kwa hivyo tutafanya kila tutakaloliweza kuhakikisha kwamba tumebaki tukiwa katika safari zote pamoja na wale wengine ambao watajiunga na sisi, nia yetu ikiwa ni kujenga Kenya moja na kujenga nchi ambayo inaendelea kupata maendeleo na kwenda mbele. Swali lingine uliniuliza ni kwamba shika sekta kupaki kwa hii sukari, viwanda vya sukari na mambo mengine. Mimi nasema tu ukweli, na mnaweza kunirekodi ile agreement ambazo zimeingiwa hapo ambazo hazifuati sheria. Mimi nikipata uwezo, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akinibariki nipate nafasi hiyo, I will not respect them, na cancel zote. Kwa sababu wananchi wameumia na wananchi wanazidi kuumia au usimamizi mbaya. Na sio hayo tu, mimi natoa mwito kwa wawekezaji wote ambao wanakuja Kenya hii, wafanye biashara ambao wanataka kuingia katika nchi yetu, wale ambao wanataka kuyanunua mashirika ya serikali, na wahakikishe kwamba wamefuata sheria na wahakikishe kwamba wamefuata yale yote ambayo yanatakiwa kufuatwa katika mipango yetu, katika policy za serikali.
mimi naona yanafanyika saa hii katika hivi viwanda, hakuna mna mambo mingi ambayo hayajafuatiliwa vyema. Kwa hivyo ni kufutilia mbali haya maneno na kurejesha viwanda kwa wenyewe. Waziri, masuala matatu. Swala la kwanza ni kufuatilizia mambo ya upinzani. Ukiangalia kule Olkalao kuna kura ya mchujo. Labda kwa minajili ya mshikamano, kwa nini Jubilee na DCP wasitoe candidate mmoja? Swala la pili, hivi majuzi umesema kwamba askari wanafanya kazi na goons, na waziri aliyeko amesema hivi majuzi kwamba anategemea wale askari ambao wanamaliza wanahitimu miezi mitatu kutoka kiganjo kwamba wataondoa goons. Je, labda una hisia zipi kulingana na hayo? Na swala la mwisho, labda umejaribu kuongea na waziri wa elimu Ogamba Migos kumshawishi kama village mate ama home mate vile ambavyo anaweza endesha sekta ya elimu? Mambo ya Olkalao tunaendelea kuzungumza, na unajua mapenzi yangu na mimi vile nataka tufanye kazi hata kama ni tuko katika upinzani na tuko kwa siasa, ni kwamba tuheshimu institutions zile ziwezi kuja kwa mjadala huu wa waandishi wa habari alafu nizungumzie masuala makubwa ya policy na sisi wote hatujakamilisha mazungumzo yetu, sababu hiyo inaonyesha utofu wa heshima kwa wale wengine ambao mnafanya kazi nao. Sisi katika Jubilee ndio tulikuwa na wagombeaji wa kiti hicho ambacho na tumemaliza jana kuzungumzia uteuzi wa candidate wetu wa Jubilee ambaye atawania kiti hicho. Alafu sasa tutaenda kuongea tukiwa katika muungano wa upinzani. Hiyo ni process ambayo inahusisha viongozi wengi na vyama vingi. Ningependa kwa sababu tukimaliza hayo mazungumzo tutatoa kauli yetu kwa waandishi wa habari na kwa wananchi wote waelewe vile tumeamua. Kwa hivyo wakati jambo hilo linazungumziwa, sitaki kutangulia mbele kwanza kusema yale ambayo mimi lakini sasa tuko tayari kufanya kazi pamoja, na hiyo maneno ni process kufika kwa decision za hizo. So wacha tu hii process iendelee, ni siku chache tu tutatangaza mwishowe vile uamuzi mwishowe tumeufanya, lakini tumefuatilia kanuni na desturi za chama na vile chama chetu kinahitaji tufanye. Tume identify candidate wetu kwa Olkalao. Sasa tunaenda kwa awamu ya pili vile sisi tutajipanga na vile tutavyoongea na wale wenzetu wengine wako katika upinzani, na nilisema wakati uamuzi huo utafanywa hiyo kauli tutaitangaza kwa wananchi wa Kenya. Mwisho umesema mambo ya goons. Mimi kwa maoni yangu, unajua ukiwa umetumikia katika ofisi fulani ya serikali, itikadi na tradition ya serikali ni kwamba unatoa pia heshima kwa hiyo ofisi. Kuna mambo fulani ambayo sitaki kuonekana kama mimi ninalumbana na waziri ambaye ako katika mahali mimi nilikuwa. Hizi goons kutembea Kenya hii yote wameshindwa kazi, kwa sababu mimi niseme tu ukweli na wananchi wanajua mimi I understand all the leaders of the security sector, na wajua ni watu Minister for Interior Kanja ndio tulifanya kazi na yeye, na nitarudia hapa leo. Kanja is one of our best police officers in the country. Kwa wale maofisa wa polisi nilifanya kazi nao, huyu ndio mmoja wa maofisa wa polisi wazuri sana. Amina alikuwa katika polisi, tulikuwa na yeye DCI, ni mtu ninajua utekelezaji wake wa kazi. Alikuwa anasimamia masuala ya ndani ya polisi, internal affairs, wakati nilikuwa minister. Nurudin ambaye ni kiongozi wa intelligence alikuwa DPP tukiwa kwa security huko, na tulikuwa tunakutana na waelewa wote, ni watu wanaelewa kazi, ni watu wako na uzoefu wa kazi.
Shida hata kwao ni kwa vile hawezi kujisemea namna hiyo. Shida hata kwao ni kisiasa, kuingizwa katika mambo ya usalama na viongozi wa polisi na wale wengine kusukumwa mambo ambayo wao wenyewe wanaweza kufanya. Viongozi wetu wa idara ya usalama wakipewa nafasi ile wanahitaji na heshima wanahitaji kufanya kazi yao, hakutakuwa na shida Kenya hii. Sababu ukiona viongozi wa siasa, wakati tulikuwa na by election hata kule Nyamira niliona kiongozi wa siasa, mjumbe wa siasa ambaye wa chama hicho anatembea mchana hadharani na amebeba arrows na panga na wanaendesha magari wametoa number plate na polisi wanamwangalia hivi, ama polisi wakienda kumkamata inakuwa shida. Juzi nimeenda hospitali kuona kijana mwingine amepigwa na gunzi huko hospitali Kisii. Wakati ninatoka hapo nimekutana na polisi, ninawauliza hapo, wanaongozwa na wauliza ni nini imefanyika, nyinyi hamuoni aibu kwa nchi kuwa namna hii? Hata wao wananiambia afande, unajua hii maneno, hata wewe unaelewa tu. What does that tell you, Lydia? Shida ni siasa hii, ni ushenzi wa siasa, mismanaging the country ndio shida. Sio kitu kingine, sio polisi, sio hawa. Kila mtu akipewa nafasi, na mimi naelewa sekta ya usalama hata kuliko sekta yote, kwa sababu nilikuwa hapo kama waziri. The capacity tuko nayo sisi, structure ya security tuko nayo. Sasa hii kitu kifanyika Vihiga, ama kitu ifanyike Shamahoa, ama kitu ifanyike Bukembe huko, within an hour 2 hours, hiyo structure yote kutoka village elders, nyumba kumi, assistant chief, nini, wote tutakuwa tumejua. What is needed is very simple, kuheshimu wale tumepewa kazi ya usalama na kuambia jamani, fanyeni kazi yenu. Wakikuja wakuambia hata wewe ukiwa waziri wa serikali ama ukiwa mjumbe unaegemea kwa upande wa serikali, wakuambia uwezi kutamka namna hii, utaharibu nchi, unaheshimu. Lakini ukiingia siasa eti wewe unauliza maswali, itakuwa shida. Hiyo ndio shida yao. Daktari Fred, labda nijaribu kushawishi labda kuelekeza waziri wa elimu Ogamba. Unajua hii maneno ya kuongoza nchi sio maneno ya kijiji chetu. Kwa hivyo mimi siwezi kuniambia eti niende kutafuta mtu niongee na yeye eti mambo ya kijiji. Elimu si kijiji ya Kenya. Na mimi sina jukumu la kijiji. Eti uko na yendo utafuta mtu wa kijiji chetu. Hii ni maneno ya masuala ya kitaifa yanahitaji kazi ifanye. Namba moja. Namba mbili, yule ambaye anahitaji usaidizi ndiye anatafuta usaidizi. Wewe daktari anakuja na kutafuta kwa nyumba yako kutibu. Unatafutwa kwa nyumba yako na madaktari. Yuko hospitali tunatuma mtu kwako. Tilidi leo wewe ni mgonjwa sana, nimekuja kukutibu. Sisi ndio tunaenda kwa hospitali za auzi. Sasa wewe ndio uko na shida. Watoto waende shule, nini kila mtu anapiga nduru. Sisi ndio tunahitaji utafute wale ambao wamekuwa huko mbeleni waulize, jamani maana mnifanya namna gani hapa, hii inaonekana imeanza kuwa nzito, nifanye namna gani? Mimi nikiwa waziri, niseme hapa hadharani, mimi nikiwa waziri katika wizara zote, si hata elimu peke yake, aidha ni security. Mimi nilikuwa natafuta watu hata kina Kabudi, unajua Kabudi alikuwa PC. Siku ile nilikuwa natafuta hawa wazee ninawauliza nini. In fact, one of the people mimi naheshimu kabisa maisha yangu ni marehemu hayati Senator Yusuf Haji. Kwa sababu huyo mzee alikuwa kati ya wale watu ambao walikuwa na uzoefu na very well intelligence on security matters. Tukiwa na shida kama huko counties za North Eastern, unamtafuta usiku. Inamwambia mzee nataka kukuona, ananiambia kuja. Namuuliza hii iko namna gani? Ananiambia hapana, hii ni mashida ya clan. Hii clan iko namna hii. Anakueleza ile clan ambayo hata wewe uelewi, anakuambia hii clan na hii ifanye namna hii. Kama kuna uteuzi wa chifu hapa, mzifanye namna hii, usikubali. Isaisha tena. Sababu tukifanya hivi huyu anatoka clan, anatoka italeta shida. Because there is no point in your life you will not need advice as a leader. There is no leader na nipenda kama moja niwalizie Omar. There is no point in your life. Niseme tu kweli, hakuna wakati kwa maisha yako wewe unaweza sema una uwezo wa kutosha na una uzoefu wa kutosha kufanya maneno. Kaemba ambaye alikuwa principal Alliance High School. Ni watu wanaelewa sekta ya elimu nchi kiajabu.
Ukitokea shida, mimi nilikuwa natafuta akina Ndimuli. Huyo alikuwa chairman wa Kai. Ndimuli Kai. Alikuwa chairman wa Secondary School Association. Alipokuwa amehamishwa kaenda Machakos kuwa principal. Nampigia simu usiku. Mimi ni waziri lakini nampigia simu. Namuuliza Ndimuli, "Hii mmeongea maneno kama principal ziko namna gani?" Ananiambia, "Waziri, wacha nikujini kuone kesho." Ananiambia, "Unajua mimi vile naona my colleagues wanaona hivi, wanaona hivi, wanaona hivi." No, you lead by consensus and consultation, and you engage with people, then you enjoy your work because you see solutions are there. Wakati tulikuwa kwa serikali tulikuwa na shida ya corona, nikiwa na Mutahi kama Minister for Health, tulikuwa na meetings za private sector, akina Joshua Igara, akina Aguri, akina James Mwangi, Jane Karuku was the manager of East African Breweries, John Ngumi, tunakutana na hao wote watu wa private sector. Tunawaambia sasa hii italeta shida, tutazama tunafanya biashara namna gani. Kenya Association of Manufacturers, akina Phyllis Wakiaga wanatuambia we are ministers, lakini the advisors wanatuambia no, manufacturers are feeling this way, if you are going to move food tufanye na we work together. Sasa wale wako kwa serikali ndio si wao ndio wako na kasi ya kufanya. Sasa sisi ndio tunawatafuta tuwaeleze kama wanaona hawahitaji mawazo, they are fine, they don't need opinions, they are fine. Basi sisi tunakaa tu. Daktari Fred Matiang'i, tukiendelea kumalizia, kuna swala ilile wafanyakazi ambao wanalia kwamba pay slips zao zimevurukwa na kuwa kiraka. Je, ukichukua nafasi ya uongozi utarudisha imani vipi kwa wafanyakazi? Number 2, vile vile wafanyabiashara wanalia kwamba wanatozwa ushuru mwingi zaidi kwa masuala ya biashara, hata wengine wanafunga na kuondoka katika taifa. Ukiapishwa siku 100, ni yapi utafanya? Tuangazie kwanza workers alafu tukuje mambo ya biashara. Kama kuna watu wanahitaji mabadiliko ya serikali Kenya hii ni wafanyakazi. Mfanyakazi yoyote hakuna hata acha hatara ya kufanya kazi. Niseme tu ukweli. Sababu unajua and this ni kuambie tu ukweli, these are not things that I talk about theoretically hapo kupitia. As mtu mmoja amekuja kuniona, rafiki yangu ambaye ni mtu senior katika ofisi ya serikali. Mtoto wake alikuwa amelazwa hospitali, msichana amefanyiwa upasuaji kwa mguu nini. Ameenda hapo bill hiyo kitu inaitwa SHA imeshindwa kulipa, ako na bill imebaki ya shilingi 1300. Anatafuta pesa. Ni rafiki yangu. Ananiambia sasa, unajua Fred, you are my friend, simu nisaidie sasa na hii bill ya 300 nilipe. Na tukiongea naye huyo mzee nikamuonea huruma. Alitoa payslip yake kwa mfuko. Kaniambia, "Lo, angalia. Mshahara ninapata." Sasa kila kitu inakatwa, kila kitu inaenda. Na hiyo ni story ya kila mfanyakazi wa Kenya. Shida ni kwamba kama tulikuwa tunatosha ushuru namna hiyo, na ukienda hospitali madawa imejaa, ukienda shule pesa imeingia, ukienda huku kila kitu, wazazi hakuna levies, hakuna mtu angelalamika. Lakini sasa ukiwa mfanyakazi hakuna kitu kwa payslip yako, hakuna kitu, una kitu ya kutarajia mwisho wa mwaka. Ukirudi hapa unaambiwa sasa vile iko, hata yule ambao ameenda State House pale kuongwa shilingi 10,000 akirudi nyumbani lazima ataenda kujua vile mtoto ataenda shule, kwa sababu hakuna capitation kwa shule. Ile pesa ndio ilienda kuonga pale. Ukienda hospitali kesho nothing. Nimeenda mkutano mwingine, wakati mwingine nimekuwa Kwale about a month ago. I'm having a town hall meeting kwa baraza. Mama mmoja analia machozi hapo. Nasema the daughter amezaa hospitali, amekaa hapo siku 3, hawezi kumtoa kwa sababu anahitaji kulipa shilingi 10,000. Ananiuliza, ile linda mama Uhuru halileta ilienda wapi? Na mambo kama hayo. You see, niwaambie tu ndugu zangu na dada, hii mambo ni usimamizi mbaya wa serikali. Ukiwezi kutosha watu ushuru namna hiyo, watu wanabaki na umaskini. Sasa hakuna kitu inaweza kuwafaidi at all. Wafanye biashara, ndio swali la mwisho uliniuliza. Wacha ushuru kwa wafanye biashara. Kuna shida mbili tena kwa watu wanafanya biashara. Shida ya kwanza ni hongo, kuitishwa hongo kila mahali. Niko na marafiki chungu nzima Kenya hii ambao wanafanya biashara. Watu wanalia kila mahali. Kakitu kidogo unaongea na mtu wa KRA anakuambia anataka kuongwa. Unaongea na mtu wa NTSA anataka kuongwa. Mtu wa
inspectorate anataka kuongwa. Sasa unafanya biashara gani? Watu wengine ukiwazungumzia wazee wako hapa industry wanafanya biashara, anakuambia kwa wiki anatembelea sijui na watu wangapi. Mtu mwingine anakuja kutoka public health, anajifanya ni public health, anatafuta kama kosa hapo, anasema hii kitu faini ni shilingi 150, nipe shilingi 50. Mwingine anakuja kutoka Neema, anasema oh sijui disposal haijafanywa vizuri. Mwingine anakuja kutoka huko. Na hiyo yote, yani corruption has become a culture. Let me tell you, corruption will kill this country before any epidemic does. Corruption, ufisadi utaua nchi. Sasa sio corona ama kitu kingine, ufisadi ndio epidemic mpya itaua nchi. Kwa wafanya biashara hiyo ndio maneno. Alafu kitoka hapo sasa unajua wafanyikazi wako wakitoshwa hiyo SHA na housing, na kuna ile muajiri anatakiwa kutoa. Sasa jamani, how much stress can people go through? And I've met so many people. In fact, we had time I would have told you a story about vile nimekuwa kwa ndege nikikuja hapa kutoka London. Siku nyingine tulipofika hapa airport, wazungu wengine wawili tulikuwa nao, wakaona vile watu wananipigia, wananisalimia wengi, wakauliza huyu ni nani? Wasema huyu mtu anataka kugombea urais. Mzungu mmoja akakuja hapo nikiwa kwa karibu na passport, akasema nasikia unataka kugombea urais wa nchi yako. Mimi sikujua sababu tumekuwa kwa ndege, ningekuzungumzia tukiwa kwa ndege. Lakini mimi nataka kukuambia hii nchi yenu imebarikiwa sana. Nimekuja hapa kwa sababu nimekuja tufunge kampuni yetu hapa, tunataka kuhamisha kwenda Rwanda. Na tunataka kuhamisha kwa sababu ya shida tulikuwa. Nikachukua nafasi kuongea na huyu muungwana. Kumuuliza ni nini? Na mama ameniambia ni hayo nakwambia. Hongo, sijui nini, rushwa, So tunahitaji uongozi wa nchi, unahitaji kuweka mazingira ya kuboresha uwekezaji, mazingira ya kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa kwa nchi. Na uwezi kuwa tukifanya siasa vile tunafanya hii na tukiendesha nchi vile tunaendesha nchi na ufisadi vile tunavyoendesha nchi. So mimi ahadi yangu, nimekwambia hapo mbeleni, mimi sitafanya biashara na serikali. Nikienda hapo nimeenda kufanya kazi. Na nimeenda kufanya kazi ya kusaidia wale wafanya biashara na wale wafanya kazi. Na utaona tukitoa platform yetu kama Jubilee, kuna kitu tunazungumzia, tulikuwa tumeanza kuongea, lakini mimi nita-implement hiyo. I will develop a public service index ya kusaidia sectors mbalimbali kama wafanya biashara. I would like to know kama mtu unafanya biashara, if there are any impediments related to the management of government. Alafu nisitoe, ananipata ripoti quarterly katika ofisi ya rais. Quarterly napewa business report ya investors. What are the impediments this quarter and what are the issues and what departments are involved. Hiyo ndio ile Rais Kenyatta alikuwa anafanya. Tukiwa na the private sector round table, tunakaa na watu wa private sector na watu wa biashara, tunazungumza nao. I will improve on it even further and make it even more scientific, so that we are talking about the real indices. Ile unaona ina indicate kwamba we are improving, we are not improving. Where the bureaucracy is interfering with investment and so on, you are dealing with it. Incompetencies, kama ni huko Kenya Bureau of Standards, ni kunyorosha watu na kupanga watu wafanye kazi vizuri badala ya kusumbua watu wa biashara. Labda ukimalizia, yule ambaye anakusikiza kupitia Mlembe FM, Sulu FM na Vuka FM, labda kila ambacho unaweza kumwacha nacho siku ya leo ni lipi? Kwanza mimi nawashukuru kwa nafasi ya kipekee kuongea na wenzangu katika Jamhuri ya Kenya, hasa wale kutoka eneo la magharibi ya Kenya. Pili, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kila wakati tukipata nafasi tukishirikiana na viongozi wengi wote. Sisi tuko na marafiki wengi pande hiyo ya Kenya, viongozi wote. In fact, niseme tu kweli, mimi about 9 out of 10 leaders kutoka the western belt of the country are either people I know, wengine marafiki zangu, wengine tumefanya kazi nao. Some of them are people I genuinely admire, like Dr. Muiza Kitui. Brilliant, very smart guy. In eneo la Kenya, which has produced very smart people, very intelligent people and so on.
young and old, akina Sifuna, smart, very smart guys. Yani unaona every time ukiwaona unaona hope for Kenya tukienda mbele. Mimi niko tayari kufanya kazi na wao, and of course my good friend George Natembea na wale wengine tuko tayari kufanya kazi na hao wote, kutoa mchango wetu katika kusongesha nchi yetu mbele. Mimi niko tayari kufanyia Wakenya kazi. Hilo ndilo jambo la muhimu. Mimi niko tayari kufanya kazi, na mimi nataka kuwaeleza hivi wale wanaonisikiza. Mimi sitafuti hela na sitafuti madaraka ili niende kujienjoy, kusikia mzuri, naendesha magari kubwa and so on. Hiyo sio mimi natafuta. Mimi natafuta nafasi ya kuhudumu, na majaliwa ya Mwenyezi Mungu akinipea tu hiyo nafasi kupitia kwa Wakenya. Mkataba wangu na Wakenya ni kwamba hata wao wenyewe watakuja kuridhika vile waliridhika wakati tulikuwa katika Ministry of Education. Wakati tulipoanza, watu wengine walisema hizi reforms ni shida, hataki tuombe kwa shule, hataki tufanye nini. Tulipangana pole. Baada ya miaka miwili kila mtu alikuwa anaona hakika kulikuwa na sababu na nia ya kuhakikisha kwamba the place is very clean. So that is the same attitude, same energy and attitude I'm bringing to this assignment. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu ikapata hiyo nafasi, nitashukuru na nitatumikia Wakenya, na nimesema yale nimesema na ninayaamini. Siwezi kufanya biashara mimi na serikali. Mimi natafuta kutumikia Wakenya. I must have the moral authority I need to proceed. Finally, lile ninalolisikia kila wakati nikienda kwa Wakenya ni kama Wakenya wamefika wakati huu wanauliza swali, tumefanya siasa things 1963, tumefanya hii maneno, tunasikia kila mtu anakuja hapa anazungumza na mdomo wa sukari. Viwanda Mumias utabadilisha. Then jiulize wewe, and that is the last question nataka kuwajia wale ambao wananisikiza. Jiulize wewe mwenyewe, kati ya hawa watu wanaongea hii maneno yao, nani anaweza, who actually can do it? Nani anaweza kufanya hii kazi? That is why we are saying kila mtu aweke historia yake na track record yake, ile kazi amefanya ionekane. Who can do it? Nani who will have the courage to face down these cartels and sort them out? Mimi nimefanya, Wakenya wananijua nifanye hiyo maneno before, na niko tayari nikiweka Biblia chini hivi tupangane na hawa so that we clean up the country and clean up that sector, tusaidie watu wetu wa Kenya so that we have the opportunity we need to develop the country the way we need to. Na hilo swali mimi najibu, nani ataenda mbele vile nasema katika kitabu cha Isaya. Mtume Isaya alikuwa anaulizwa na Mwenyezi Mungu, nani ataenda na sisi, who will go for us? Na mimi ninasema niko hapa, nitume mimi, na niko tayari kufanya hiyo kazi. Daktari Fred Matiang'i, ni presidential candidate wa Jubilee mwaka 2027 aka Mr. Fixit kwa habari neema lilosiano hote radio Mlembe FM, Sulu FM na Vuka FM. Tunakushukuru zaidi kwa kupata nafasi kuzungumza na watu wa Mlembe Nation. Natumai next time tena pia utapita huko na kuwazungumzia moja kwa moja. Basi tunashukuru zaidi. Kanakosi Senajo Romaro Bakuli kwa Mlembe FM. Bana Giskao Siziana Bera Sande mnokuhuliza na mkambi sikuka Kisondio kwa Sulu FM. Asante sana technical team hulo khurisi nafasi khandi ubano bahongo befu head of radio Mlembe FM Pamela Kadima, head of radio